Wewe mwanamke, simu yangu iko wapi? Mbona simu yangu unaweka kitandani sasa hivi sioni? Nipe simu yangu naondoka kazini na nichelewesha. Simu yako ninayo na sikupi. Nitakuzibua sasa hivi unanichelewesha. Muda umeshaisha. Nipe simu yangu naondoka kazini. Elewa Kiswahili. Wewe unadhani nakuogopa? Hata sikuogopi, nipige. Unanitafutia nini wewe? Leta simu. Leta simu. Wewe. Wewe mwanamke, leta simu. Sikupi. Acha simu. Acha simu. Buzi. Hivi wewe mwanaume unanichukuliaje mimi kwa mfano? Au mimi na kasoro gani mpaka unataka kuniolewa mwanamke wa pili? Shida sio kasoro mke wangu. Hata vitabu vya dini vimeandika. Kama mtume mwenyewe leo mwanamke zaidi ya mmoja. Mimi nani nashindwa kuongeza mke wa pili? Kama unataka kuoa mwanamke wa pili, nipe talaka yangu nirudi kwetu. Alafu wewe ndio uoe mwanamke wako wa pili. Nisikilize kwa makini sana. Talaka sitoi na mke wa pili naoa kwa sababu humu ndani kila kitu nakupatia. Wewe hauna mamlaka kuniamrisha mimi nisioe mke wa pili. Labda sio hawa mimi. Kama hawa mimi basi talaka utatoa. Wewe mwanamke, humu ndani mwenye maamuzi ni mimi tu. Sasa basi, utake nitaoa, usitake nitaoa. Unaoa mwanamke wa pili, basi ngoja na mimi nilete mwanaume humu ndani. Maamuzi. Mwanamke mwenye heshima zake na akili zake timamu hawezi kumwambia mume wake kauli kama hizo. Unanipiga? Au kisa ndio na maamuzi humu ndani? Basi kama wewe ndio na maamuzi peke yako basi tutaona. Kumbe ulikuwa ulijui. Humu ndani mimi ndio mwenye maamuzi. Hakuna mtu mwingine yote mwenye maamuzi zaidi ya mimi. Hivyo tarajia tu mke wa pili, mpuuzi mkubwa wewe. Maamuzi. Wezo. Abe mjomba. Jomba la moja. Sawa. Nimekuja mjomba kusikiliza. Kaa mama moja. Kakako Teddy yuko wapi? Yuko nje anamaliza shughuli za usafi. Sasa mjomba, najua nimekuita hapa kitu kimoja. Sawa? Kuna mambo fulani nataka nizungumze na wewe. Hivyo basi naomba ukae kwa makini sana kunisikiliza. Sawa mjomba, nakusikiliza. Mjomba, wewe kwa umri uliofikia sasa umeshafikia umri wa utu uzima. Nadhani mwenyewe unalielewa hilo. Ndio. Na isitoshe mmekaa hapa muda mrefu sana na kaka yako. Na nimeona sio vyema kama mwanangu ukaendelea kukaa hapa na umri umeshafika sasa na wewe kuwa na majukumu yako ya kifamilia kivyako. Kuna kijana amejitokeza
anataka kuoe mwanangu. Na yule kijana nilipomwangalia anaendana sana na wewe kuliko hawa vijana wa mitaani humu. Sijalizika nao kabisa. Ila ukimpata yule kijana yule ukiwa naye yule, nadhani hata maisha yenu yatakuwa kwenye ubora zaidi. Wewe unalionaje hilo mwanangu? Ni sawa kabisa mjomba unalosema. Lakini mimi kuna kijana nimempata ananipenda sana na mimi pia nampenda sana. Na ana lengo kabisa ya kunioa. Hivyo basi nilikuwa naomba huyo kijana umsitishe, kwa sababu huyo kijana ananipenda sana na mimi nampenda sana. Na anaonekana na malengo mazuri na mimi. Mjomba wangu, kwa vijana wa hapa mtaani ninavyoelewa mimi, hakuna kijana muoaji. Na unavyoniambia kwa maswala mimi yule nimsitishe? Hivi wewe mtu umeshamuona? Ni mtu mwenye pesa zake, ni mtu mwenye heshima zake. Leo hii ukija kumpata kijana mwenye mazingira ambayo hayaeleweki, utapata shida mjomba wangu. Na mimi sitaki kuona yule ajitokeza. Nimewalea hapa. Hakuna changamoto ambayo mmeipitia nyie. Hakuna shida ambayo mmeipata nyie. Leo hii siko tayari kumwona mjomba wangu aenda kupotea au aenda kuharibika kwa vijana hapa mtaani. Sifa zao ninazo. Wewe cha msingi, wewe kubali ninalokuambia. Ukiona yule kwa amna kitakachoharibika mjomba wangu. Mjomba, mbona yule kijana ananipenda sana? Na mimi pia nampenda sana. Halafu, unaposema kwa mimi nitaharibika, labda kwa hiyo kijana mimi ndo nitaharibika, kwa sababu unakaa naye, sina upendo naye kabisa. Mimi nampenda huyo kijana. Mjomba. Nimetaja mara 3. Na narudia tena kuongea na wewe mjomba wangu. Vijana wa hapa sio wawaji. Watakuchezea, mwisho wa siku utaleta mzigo hapa. Basi ninachokuomba, kakae ufikirie hayo maamuzi yako uliyochukua. Naamini kabisa ukiwa na yule kijana maisha yenu yataenda safi sana. Na sio ambao mnafikiria nyie. Hakuna wawaji mjomba wangu. Sawa mjomba. Mimi ndalifikiria hilo. Basi na shida. Unaweza kuendelea na shughuli zako. Mr. Chochoro vipi? Mbona mwaga maji bila kuangalia watu? Na unajua kabisa huyu Ngosha kwake ni mtihani. Lakini unamwaga tu maji ovyo ovyo vipi mister? Samahani ndugu zangu, maana nilikuwa busy hapa na wakati za kupika pika, kwa hiyo nilipomwaga maji nilikuwa sijawaona. Samahani ndugu zangu. Ndugu yangu Chochoro, unajua kabisa nina nguo kamoja kando ka mtoko, nikasema nivae. Nije kwa hiyo ndugu yangu nikwambie ka kitu. Sasa umenimwagia maji na unajua nina nguo moja hii ya mtoko ndugu yangu. Tusameane, ni bahati mbaya tu. Ndugu yangu Ngosha, hebu tufanye kitu tuleta tu hapa nayo hayo mambo. Hii ni changamoto kubwa sana. Samahani ndugu zangu, karibuni. Asante. Karibuni ndugu zangu. Naona unapiga hapo ndugu yangu. Karibuni ndugu zanguni. Sasa Mr. Chochoro, sisi hapa tumekuja hapa tukae sana. Tumekuja ule mchongo tulikuwa tumeongea siku ile ule. Mchongo wa kujenga kule? Ndio huo sasa. Sema imekuwa vizuri sana ndugu zangu kuja. Maana mimi mwenyewe naye nilikuwa na ratiba kutafuta kazi. Maana kuna kipengele changu kimepelea kidogo sana. Kuna mission yangu nataka nikamilishe. Kwa hiyo hilo ni jambo jema sana kuniletea. Hiyo kesho inabidi tudamke, tukapige ile kazi, maana yake bosi anataka kuondoka mjini awai miradi yake, ameiacha kule akaisimamia endelee na miradi yake. Bwana Ngosha, yani hiyo kesho asubuhi yani mapema sana mnipitie. Basi haina shida. Afu Bwana Ngosha, kuna changamoto moja inanitatiza sana. Nitaka nije kwenu ili mniweze kunipa ushauri ndugu zangu. Ni changamoto gani hiyo ndugu yetu inayokusumbua?
Kuna binti nimempata, anahitaji nimuoe. Ila changamoto kubwa ni mjomba wake, anahitaji mimi nimuoe. Sasa hapo unajua shida ni nini? Shida hapo pesa. Yaani ukiwa na pesa, hamna hata mjomba wake hawezi kukusumbua. Ukiwa na pesa, pesa ndo kila kitu. Tafuta pesa ndugu yangu, kesho twende tukapige ile kazi. Utakapokuja kupata pesa, mjomba wake hawezi kupinga. Maisha ya sasa hivi bila pesa hakuna kitu. Na kingine bana Ngosha, uchochoro anataka ukaa na wazee. Maana vijana wengi hatuaminiki. Chochoro, wanataka kutafuta wazee ili waweze kukusaidia jambo lako. Ndugu zangu, mnachozungumza ni sahihi sana. Sisi watu wenye hali ya chini huwa tunatengwa sana. Ila ndugu zangu, hiyo kesho naomba mnipitie ili niweze kutimiza jambo langu nikatoe hela kule. Basi haina shida bwana. Basi haina shida ndugu zangu, ila msikose kunipitia. Haina noma. Zo. Abe kaka. Naona ndo naelekea dukani kwa mama mahitaji. Naelekea dukani kuchukua mboga ili nije kupika. Sawa, changamka mdogo wangu. Unajua muda wenyewe ndio huu, njaa zinatuuma sana. Alafu mjomba wako kama unavyojua, amelala sasa hivi. Akiamka yule anaongea vibaya mno. Ni kweli nawahi dukani na sitochelewa kurudi. Maana mjomba mwenyewe mimi namjua. Akianza kupiga kelele hapa malizi sasa hivi hapa. Kwao naenda sitochelewa kurudi sana. Sawa dadangu. Ila kazi ushamaliza leo kuge mjomba? Ile kazi nimeifanya kidogo. Lakini nimeacha nitamalizia baadaye, maana kuna mistari nilikuwa naandika pale. Nikisema nikifanya ile kazi afu nisiandike mistari, ningechomoka kichwani dadangu. Ndio maana nikisema ile kazi nitaifanya baadaye jua likipoa. Wewe na kukuipa kakaangu. Ila sawa. Ngoja niende dukani, sitochelewa kurudi. Sawa, nenda usichelewe kurudi. Sawa. Mambo. Poa, mzima shogangu? Mi mzima tu, sijui wewe. Mimi niko poa kabisa. Vipi wewe nyumbani? Uko poa? Nyumbani kwa jambo. Vipi lakini shogangu siku hizi? Mbona uonekani, mpotelea wapi? Mbona nipo? Sema tu kuna shughuli ndogo ndogo nyumbani zinanibana sana. Ndio maana nashindwa kutoka. Hata muda kutembea nakosa kabisa. Lakini mbona upo kinyonge sana? Sijakuzoea hivyo. Ni kweli shogangu. Kuna mambo huwa ananitatiza sana, ndio maana unaniona nipo kwenye hali hii. Unajua shoga yangu, kuna kijana ametokea kunipenda sana. Na mimi pia nampenda sana. Na huyo kijana ni chochoro. Na ameshatoa kibani, mimi nimekula. Sasa tatizo lipo kwa mjomba. Mjomba amekuwa ni akipinga sana, hata kumsikia kabisa huyo kijana. Na akidai kwamba amenichagulia mwanaume ambaye ni tajiri, na wakati mimi mwanaume simpendi kabisa. Na mapenzi na dhati na chochoro. Kwa hiyo amekuwa king'ang'anizi sana juu ya mimi kuolewa na huyo kijana. Kweli shogangu, hiyo changamoto. Sasa unachukua uamuzi gani? Ingawa mjomba wako anataka uolewe na mtu mwingine ambaye usompenda, alafu na mtu wako unayempenda. Kwa sasa sina uamuzi wote wa kufanya. Ila naelekea dukani, sitochelewa kurudi sana. Maana namjua mjomba mwenyewe. Ukichelewa kidogo tu anaanza kupiga kelele. Nikuombe kitu shoga yangu. Nenda kachochoro. Kamweleze kwamba atafute wazee wote wale. Aje nyumbani, ajitambulishe, aonekane. Sawa shogangu, mimi nimekuelewa. Ila kwa sasa kuna sehemu naelekea kwa mara moja, nikisharudi nitaenda kumuelekeza chochoro kuhusu hilo jambo linalokusumbua. Nashukuru sana kama itafika jambo hili. Aya sawa shogangu, nawe uchangamke kidogo maana ulivyopoa. Mahamuzi Mahamuzi Nilikuwa na ndoto nyingi ila ukazikatisha, kilichofanya huniache na aliyogumwa maisha. Shemeji Chadi. Kumbe shemeji unaimba?